Kwa hiyo nimepata nafuu fulani baada ya Rais Donald Trump kusitisha mpango wake kufanya mashambulizi huko Iran. Lakini sasa hii inamaanisha nini? Kwanza tuseme kwamba nchi zote mbili zimefanya maamuzi sahihi, zimefanya kile ambacho tunasema walk back, kwa sababu Iran wanasema kwamba hakutokuwa na usitishaji wa vita, ila kutokuwa kuna kumalizika kwa vita. Kwa hiyo kusitisha kidogo imekuwa ni jambo zuri, kwa sababu kila mtu akibaki na msimamo wake inawezekana akakosekana mshindi. Jambo la pili ni kwa Marekani, ambaye alisema ana malengo yake na amesema kwamba wamepiga Iran, haina uongozi, haina silaha, haina chochote, lakini bado unasema kwamba tunafuata mpango mkakati ambao ameuleta ili kuweza kusitisha vita. Kwa ufupi ni kama kusema kwamba ninapigana na mtu kwenye ulingo, alafu nimempiga mtu amelala chale, alafu bado unasema kwamba basi tuseme kwamba ni draw. Haiwezekani. Lakini acha nigusie hili. Gharama za vita ziko vipi? Kufikia takwimu za mwezi Machi mwaka huu zilikuwa zinasema kwamba kama miezi miwili ya kufikia Aprili, kama itafika Aprili 28, basi ingekuwa imegharimu takriban dola bilioni 95, kwa sababu wanasema kwanza, kwa siku imekuwa ikigharimu takriban dola 891 milioni kwa siku moja, na kwa saa 100 za mwanzo za hii Epic Fury operation ziligharimu takriban dola bilioni 3.1. Gharama zinasababishwa na nini? Air operation, wanapofanya mashambulizi ya kivita, dola milioni 30 kwa saa. Wasaidizi wake kwa maana ya majini, dola milioni 15 kwa siku, sio kwa saa. Lakini pia baadhi ya mizinga ni ghali sana. Unapozungumzia mizinga kama Tomahawk ni takriban dola milioni 2 mpaka milioni 3.6. Alafu wana kitu naita THAAD, ambayo hii ni Terminal High Altitude Area Defense, ni ile mizinga ya kutungua mizinga mingine wakati inashuka. Hiyo ina gharimu takriban milioni 12.8 kwa moja. Kwa hiyo walisema kwamba kama ingeendelea na miezi miwili, ina maana tungekwenda mpaka dola bilioni 95, na gharama ni kubwa sana, kwa sababu Marekani imeshafanya mashambulizi zaidi ya 15,000 pale, na gharama zake nazo ni kubwa sana kwa kila shambulizi wanaokuwa wakilifanya. Ndege zimedondoshwa 8 hivi tunavyozungumza, gharama kubwa. Lakini pia wanasema ule mpango wa kuweza kumwokoa yule mwanajeshi ulikosti kati ya dola milioni 210 mpaka milioni 500. Vita ni ghali sana sana, na sasa baada ya hili lazima Marekani aanze kuelezea ni nini hasa, kwa sababu baada ya kupoteza bilioni kadhaa hapo, bado tumebadilisha Khamenei na kumwacha Khamenei. Wajeshi 13 wamekufa na hakuna bomu hata moja ambalo limedondoshwa katika nchi ya Marekani kabla ya vita, na hata dondoshwa katika maslahi ya Marekani ilikuwa ni baada ya vita. Vita ni ghali, vita ni gharama sana.